Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakusalimu sisi katika jina la Yesu, jina lililo hai, jina ambalo ni sababu ya sisi kuwepo hapa na kutupa siku nyingine ambayo ni mpya. Amen, amen. Kumbuka tuna episode ya kumjua Mungu na leo tunatamani tuchimbe. Tumeenda sana huko, lakini tunatamani tujue sasa, turudi kumjua Mungu ni nini. Tuende hapo kwa mapana, kwa sababu mtu anaweza akasema kumjua Mungu inaweza kawa ni vocabulary ambayo ni nzito kwako. So kumjua Mungu ni nini? Mtumishi wa Mungu, karibu uweze kutuelezea kumjua Mungu ni nini. Amen. Biblia iko wazi kabisa, inaelezea vitu vingi sana kwenye eneo hili la kumjua Mungu. Kumjua Mungu tunaweza kusema kwamba ni namna ya mtu kuwa na ufahamu kwa ajili ya ahadi za kiungu. Kumjua Mungu ni kuwa na ufahamu wa kiungu wa namna ambavyo ahadi za kiungu zilivyo, maelekezo ya Mungu yalivyo. Ukisoma Biblia, naomba nisaidie nisomee Biblia kwenye kitabu cha Injili ya Mtakatifu Yohana ile sura ya 17 hapo mstari wa 3. Wow, 17 mstari wa 3. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Wow. Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli ndio na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa neno kumjua Mungu nimekwambia ni mtu kuwa na ufahamu wa kiungu katika zile ahadi za kiungu na maagizo ya Mungu yalivyo. Kama uzima wa milele ni kumjua yeye aliye Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma huyu Baba. Kwa kama Baba amemtuma mwana ambaye ni Yesu Kristo, ili upate kupata uzima wa milele ni lazima umjue Mungu, ni lazima umjue Yesu. Kwa usipomjua Yesu, maana uzima wa milele hauwezi kuwa nao. Kwa kama uzima wa milele ni kuwa na access ya kuwa na uzima wa milele, ni kumjua Yesu, ni kumjua Mungu, manake fahamu juu ya Yesu, fahamu juu ya Mungu ni access ya wewe kuwa na uzima wa milele. Lakini pia tukiongezea kile kitabu cha hicho cha Yohana ile sura ya 14, tuangalie mstari mmoja pale, sura ya 14 hapo mstari wa 6. Nisomee hapo alafu anasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Kwa kama anasema kwamba uzima wa milele ni kumjua Baba na Yesu aliyetumwa. Na Yesu mwenyewe anajitambulisha kwamba yeye ndiye njia ya uzima. Na hakuna mtu ambaye ataenda kwa Baba pasipo yeye. Kwa Yesu kama njia, Yesu kama daraja la kumfikia Baba. Na Baba ndiye huyu ambaye ana access ya uzima. Yesu ndiye huyu ambaye ana access ya uzima. Kwa usipomjua Yesu, usipokuwa na ufahamu juu ya Yesu, usipokuwa na ufahamu wa kiungu wa ahadi za kiungu kupitia Yesu, manake hauna uzima wa milele. Kwa uzima wa milele ni lazima uwe na ufahamu juu ya Yesu. Lazima uwe na ufahamu juu ya ahadi za Mungu kupitia mwanaye ambaye ni Yesu Kristo. Ndio maana sehemu nyingine anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa ya kiungu ni kuruhusu maangamizo. Ila ukiwa na maarifa ya kiungu, manake ni kuepuka kwenye maangamizo yaliyopangwa juu ya maisha yako, yaliyopangwa kwenye huduma yako, yaliyopangwa kwa watoto wako, yaliyopangwa katika kila eneo ambalo linakuhusu. Okay. Ndio. Maana yake umezungumza hapa vizuri sana mtumishi wa Mungu. Umesema uzima wa milele ndio huu wakujue wewe. Yes. Maana yake uzima wa milele ni kumjua Mungu. Lakini si hivyo tu, maana yake tunamjua Mungu kupitia Yesu Kristo. Ndio maana Yesu anasema aliyeniona mimi amemuona Baba. Kwa kumjua Mungu ni kupitia Yesu Kristo aliyemtuma. Ndio maana anasema na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe. Maana yake moja ya advantage kubwa ambayo inakugarantia uzima wa milele ni kujua. Maana yake usipojua kitu, maana yake ni mauti. Kwa tafsiri ya Biblia, maana yake kujua kitu inakupa garantia ya kuweza kusurvive. Na ndio maana usipojua kwamba hiki kitu ni moto ukashika, maana yake unaungua. Maana yake kujua kwamba hiki kitu fulani ni moto hauwezi kuungua. Kwa nasema na uzima wa milele ndio huu wakujue wewe. Manake tuna taarifa gani kuhusu Yesu? Tuna taarifa gani kuhusu Mungu? Ndio. Manake binafsi kama mtu anamwamini Yesu Kristo, anamwamini
ana detail gani ambazo anazo kuhusu Yesu. Manake zile taarifa ambazo anazo ndizo ambazo zinampa access ya kwamba anamjua Mungu. Je, pia mtu anajua nafasi yake katika Mungu? Yani Mungu amemweka kwenye nafasi gani? Yani baada ya mtu kuokoka yupo kwenye link gani? Mungu amemweka kwenye link gani? Nakumbuka Petro siku moja Yesu aliwaambia watu wanasema mimi ni nani? Watu wanasema mimi ni nani? Na akasema wengine wanasema wewe ni Elia. Wengine wanasema wewe ni Musa. Yesu akamwambia na ninyi je? Mnanihitaji mimi? Ninyi mnanihitaji mimi? Wakasema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Maana yake mentality zao, ufahamu wao ulitambua hivyo. Na Yesu akawa clear kabisa. Petro, Simoni nakwambia si mwili na damu zilizokufunulia haya, bali ni Baba yangu. Manake ufahamu huu si tu jitihada za mtu binafsi zinaweza zikafanya apate ufahamu wa kumjua Mungu. Manake mpaka tunafika kwenye level ya kumjua Mungu, pia Mungu anatusaidia yeye mwenyewe sisi tuweze kumjua. Kwa Mungu, yani Mungu ni mzuri kwa kiwango ambacho anataka tumjue yeye, lakini anatupa nguvu ya yeye kutusaidia sisi tuweze kumjua yeye. Lakini pia tunaweza kujiuliza kama kumjua Mungu ni lazima kuwe na uhusiano wa kumjua Yesu Kristo. Maanake kama hujamjua Yesu Kristo, maanake hauna uwezo wa kumjua huyo Mungu. Sasa kuna maswali tunaweza kujiuliza. Kama kumjua Mungu ni lazima umjue Yesu, na ukimjua Yesu maanake automatic umemjua Mungu. Maanake Yesu na Mungu wana ushirika. Yesu na Mungu wana ushirika, ama Yesu na Baba wana ushirika. Sasa kama wana ushirika, kimoja kikipungua, maanake kile ambacho kimebeba ahadi maanake pia kinapungua. Kama amesema kwamba kumjua Baba na kumjua Yesu ndiko kunakupa uzima wa milele, maanake usipomjua Yesu ukasema namjua Baba, maanake hauna uzima wa milele. Na uzima wa milele maanake unakuwa na maisha endelevu baada ya maisha duniani. Ndio maana kuna watu ambao wanaambiwa kwamba njoo kwa Yesu upate fedha, njoo kwa Yesu upate utajiri. Huko ni kuto kumjua Yesu, kwa sababu Yesu hajaja kuleta utajiri, kwa sababu utajiri uko ndani yake. Lakini Yesu mwenyewe amekuja kuleta uzima wa milele. Kwa unapokuwa unamwamini Yesu, unaruhusu kuwa na access ya uzima wa milele. Amen. Ni message nzuri sana mtu wa Mungu, ambayo inaweza ikafungua ufahamu wako kwa ukubwa sana. Maanake njia pekee ya kumjua Mungu ni kupitia ufahamu Yesu Kristo yeye mwenyewe, ambaye ndo njia sisi kuweza kumjua Mungu. Mungu akubariki sana mtazamaji wetu. Tunashukuru kwa wakati huu. Tunaomba kama una swali usiache kuliachia hapa. Shalom.